We celebrate Jesus is the King of Kings. We celebrate Jesus is the Lord of Lords. Jesus is the King of Kings. Hallelujah. Jesus is the Lord of Lords. We celebrate Jesus is the King of Kings. We celebrate Jesus is the Lord of Lords. We celebrate Jesus is the King of Kings. We celebrate Jesus is the Lord of Lords. We celebrate Jesus is the King of Kings. We celebrate Jesus is the
Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Tumebarikiwa kufikia mahali hapa, isn't it? Hello. Hebu tu ishara ya mkono tu hewani kidogo. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri kabisa. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ni kwa sababu ya ibada ya leo. Hiyo ni dhihirisho ya kwamba we are back in action. Hello. Na shetani ameshindwa. Amen. Bila kupoteza wakati kumkaribisha Elder John atuelekeze kutoka hapo. Anapokuja tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Very good. Welcome. Hallelujah. Praise the name of the Lord. It's another moment ambao Bwana Yesu anaweza kuifanya ili tukaweze kukusanyika tena mahala hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tukaweze kuketi. Awadia sini ya pastor ndiposa akaweza kuendelea na ibada
na tutaweza kubarikiwa sana na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono yako juu. Naomba tukaweze kumshangilia Bwana kwa shangwe na vigelegele tunapoenda kumwacha the servant of God, our senior pastor, ili akaweze kuendelea na tutabarikiwa sana na Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Karibu sana. Thank you. God bless you. Basi nataka tukaweze kuingia kwa neno lake Mwenyezi Mungu. I want to speak about repentance. We will read the word of God in the book of Jeremiah, chapter 34, verse 15 and verse 16. Then we will go to Hebrews, chapter 12 and verse 15. Inasema hivi, recently you repented and did what is right in my sight. Each of you proclaimed freedom to his countrymen. You even made a covenant before me in the house that bears my name. Verse 16. But now you have turned around and profaned my name. Each of you has taken back the male and the female slaves you had set free to go where they wished. You have forced them to become your slaves again. Hebrews 12:15. See to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and divide men. Amen. Bwana asifiwe sana. Ninaongea kuhusu repentance, and I want to give you 4 steps of repentance. And first of all, before we go to the first step, it is good to know that anytime we have done sin, we are the ones responsible for that. Anyone who does sin is responsible for that sin. That is something we should not. Ni kitu unatakiwa ujue ya kwamba wakati mtu yeye mwenyewe amefanya dhambi, ni yeye mhusika wa hilo jambo, si wao. Many times you hear people say, kama watu ni mfano wa fulani, then I will not join them. Forgetting that ni yeye pekee yake ambaye amefanya hivi, and they are responsible for that, not all those people who are responsible for a mistake, a wrongdoing, a sin done by another person. Because everyone will carry his own cross. And that is how it is. Dhambi za nchi ya Kenya hazitafikia nchi ya Tanzania, hawatahukumiwa hiyo. Ni responsibility ya mtu. Huyo mtu alitenda makosa peke yake. And it is again good to note that having done that, it doesn't mean you should be crucified
or rather put to death because of that wrongdoing. It is good to know that any sin done is forgiven. Point number one, we must recognize that we have done wrong. Point ya kwanza inatuambia kwamba ni vizuri ujue, uhakikisha kwamba ni wewe umefanya hilo jambo. Zile video zilikuwa zinapigana na kina Hitler na Mussolini. Mtu anafurahia, alionekana akifurahia wakati kulionekana damu ikiwa inatembea kwa maji. Akifurahia, hiyo ilikuwa ni makosa yake, sio ya nchi. Na anatakiwa kujua ni yake peke yake. That you must recognize you are the one who has done that sin. Or rather, you are the one who has done wrong. Ni vizuri kujua ni wewe. Mara nyingi kanisa la Yesu Kristo huwa linapigwa mawe kwa dhambi ya mtu, ni makosa kanisa. Usiwahi sikiza huyo mtu anasema kama kanisa linaenda na watu kama fulani siwezi. Please no. Jibebeni mzigo wake mwenyewe. Because you supposed to repent. Before you repent, you must recognize. You must be sure. You must know that you have done it. Don't repent to something that you have not done. Usitubu kwa kitu hujawahi fanya. It's like to repent a sin of another person. Huyo mtu anajibebea makosa yake na wewe unaenda kutubu kwa ajili yake. Siku moja pale msalabani, Yesu akiwa ameangikwa pale, kando yake kulikuwa na waizi wawili. Na mmoja alikuwa ana-insult Jesus Christ. But the other thief aliona hapana, sisi tuko hapa kwa msalaba ni kwa sababu ya makosa yetu yale tumefanya, lakini huyu hakufanya chochote. Na akaongea na akamuuliza, kwa nini una-insult Jesus Christ? And yet we are here because of our own sins. Tumesulubiwa hapa ni kwa sababu ya makosa yetu. Na akamuuliza Yesu, akamwambia, utakapoenda mbinguni unikumbuke. That is a repenting heart. Bwana asifiwe. Ni vizuri unapojua ya kwamba umefanya haya, si kuwaendea watu ukawaambie, si kufunjika moyo ufe, si kuachilia maisha yako yaangamie. Take a step of faith and repent. Ask God for the forgiveness. He is the only one that can forgive us. Anaweza kutusamehe. Yesu akasema hakuna mmoja aliye mtakatifu. Mimi nikiwaangalia hapa ninaona mko watakatifu sana. But I will fail to know kila roho ya kila mtu inakaa aje. Kila tendo la kila mtu linakaa aje. Unaweza kosa kunielewa, lakini kila mmoja anatakiwa kujua yeye ni mkosaji. Umetusi
watu wangapi? Umeenda kwa mganga mara ngapi? Ulitubu? Kosa ni gani ulifanya? Uliibia watu mara ngapi? Uliona pesa imeanguka ya mtu na ukachukua kwa mfuko kwa kibeti chako na hukumwambia pesa yako ni hii? Do you know, according to human beings, dhambi ni kwa mfano kuua. Wanajua mwenye ameua wengi mwenye dhambi. Adulterers, fornicators, wanajua those are the only sinners. Wale wanaenda kwa waganga, wale wako na majini. Failing to know that when you desire something that doesn't belong to yourself is a sin. And that is why on earth we have many judges. Tuko na wengi ambao ni wana judge kulingana na vile wanaona. Mungu haoni hivyo. Mungu haoni hivyo. Mungu anaangalia ndani ya moyo. And that's why this man called Paul in the Bible, he was first time called Saul. But when he repented, he was forgiven. Na akarudishiwa macho yake akaona. Na akakubali mwito wa Mungu. It is the same with us. When we go our own direction and find that we have wronged God, we need to repent. And the Lord will forgive us. Don't forget, it is God who can forgive us. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, if my people who are called by my name, hallelujah, does what? Repents, isn't it? Wanapotubu dhambi na makosa yao, mimi Mungu nikiwa juu mbinguni nitasikia maombi yao, nitawasamea na nitaponya nchi yao. Haleluya. Na ni vizuri kujua haya. Usijichukie wakati unaona umefanya makosa. Enda kwa Mwenyezi Mungu na uache. Mwambie ni mimi. Because umesema you must recognize that you have done wrong. Mwambie I have done wrong. This is done where number 2 comes. The second step. When you regret. Regret. Nobody goes to the cross to find healing, to find forgiveness, unless he or she regrets of what he or she has done. Having known that I am a sinner, and I have regretted that I did it. It is me who did it. And I have regretted to God, not to men. These things are not supposed to be shown to people, but to God who sees in the heart. Where the eye of a man cannot see. And sees a regret. Someone regretting. When you regret, God comes. You regret. Mimi niliona huyo Peter akiregret. Maana alimwambia Mungu, alimwambia Yesu, nitakuwa na wewe, sitakuacha. Alimwambia Yesu. Hini akaambiwa na Yesu siku moja, akaambiwa leo hii
kabla ya jogoo kuwika mara 3. Kabla ya jogoo kuwika utanikaa mara 3. Na ndio tunaona walikuwa wanaongeleshana pale na watu wanasema hata huyu anakaa ni mmoja wao. Hata kuongea wanaongea the same. Petro alisema nini? Hata hamjui Yesu. But in a little while akaona nimefanya makosa. Huyu mtu anaenda kuuawa just because of me. He regretted in his heart mpaka alilia. And that's why many people goes to Christ crying because they regret. It is good to reach to a point whereby you regret and you go to God and show God and tell Him the problem that you have. You are regretting because of this problem that you have caused this sin. You regret. And when you regret, God will listen to you. Maombi ya kujirudia ndiyo Mungu anasikiza. Number 3. You must see the problems and dangers you have caused. You must see the problems and dangers you have caused. Ni vizuri kuona yale mabaya ambayo yamefanyika kwa sababu yao. Ni vizuri kuyaona. Vizuri kabisa kuyaona. Maana usipoyaona then itakuwa ngumu kwako kukaa yale maisha ya kupendeza Mungu, na utakamilika usipoyaona. Ni vizuri kuona yale makosa umefanya, yaone. Ona damages that you have caused. See them. Na roho yako iseme, it is me who has done that. It is me who has caused that problem. Be able to see. Accommodate that in your heart. And as you do that, don't damage your heart. You must know that you need to live. You need to be alive. Na ukifanya hayo, kuwa na imani. Kuwa na imani, jambo hili kubwa hivyo, unajua kuna jambo linaweza fanyika kwa moyo wako. Uone umefanya na una regret, then inafika mahali unakosa imani, unaona you are nothing. Watu wamejua, watu wameona, sasa mimi I mean nothing. Mimi sioni niko na haja. And that's why wengine wanajitia kitanzi. Wengine wanakunywa madawa wanakufa. Don't reach that point. Angalia uone na ujue ni wewe. Then have faith that when I repent, I will be forgiven. Bwana sifiwe sana. I will be forgiven. Hebrews chapter 3 verse 12 says, see to it, brothers, that none of you has a sinful and believing heart that turns away from the living God.
That is what I'm saying. Yaani tuone ya kwamba kusiwe na mtu ambaye ako na roho imefanya dhambi na ayamini. Roho imefanya dhambi lakini ayamini. Ayamini kumrudia Mungu anayeishi. Pia ione kuna Mungu. Roho itendayo dhambi, Biblia inasema kwamba itakufa. Haimaanishi itakufa saa hiyo. God gives you enough grace. He gives you some time to rethink yourself. Ujirudie, uone na uamini ya kwamba yeye yupo, na umwendee yeye, na umuombe na umweleze ya kwamba wewe umekosea haya na haya, umekosea watu, na mwambia Mungu nimekuja. So usiwe na roho inayotenda makosa na ambayo inakosa imani. Na unapoishi utaishi bila makosa. May I tell you the truth? If you be on earth, count yourself into such problems. You don't know when you mistake. You don't know what will come to you tomorrow. You don't know. It is by the grace of God tunaishi. Bwana asifiwe sana. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Lakini we need to distance ourselves from any kind of sin. Na kwa hivyo ujue Mungu yupo na umwendee ukiamini. But encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be added by sins, deceitfulness. Unajua dhambi inafikanga mahali mtu anaweza fanya kitu naona sasa mimi nimeingia kwa hii na ninajua nimekaa hivyo, sasa let me continue. Hapo ndio shetani anachukua nafasi, anaanza kufunza mtu, anamuonyesha si hivyo. Sasa wewe endelea. Sasa wewe kuwa mwizi. Then that spirit comes and adds you. Inakupea nguvu kabisa. Unaona mwizi akikimbizwa na mabunduki na anarudi tena kuiba, amekuwa hardened. Hakuchukua hatua haraka ya kuregret na kumwendea Mungu. Alisikiza kwa sauti kingine ka shetani na akaendelea. Sasa hapo ndio dhambi inaleta nini? Kifo. Dhambi inaleta kifo. The time we gonna repeating to do sin. Si hata kuna msemo unasema kosa si kosa unless it is. Kuna msemo unasema hivi. Now God wants to see someone going back to Him in repentance. Number 4, resolve. The word resolve. It is good to know how to solve that problem. Kuna watu hawajui kusolve problem. Ataingiwa na maneno mengi, ataingiwa na kuteta. Ikifika pale unaona mtu anateta sana. Ana njia ya kusolve that problem. Mpaka atete, na mpaka watu wanafika mahali wanasema huyo akiteta akimaliza mambo yake ndiyo inakuwa solve. Sasa hiyo sio kusolve problem. Katika hali ya kuteta ndio unakuta kwamba umeharibu vitu mingi zaidi. You should know how to solve that problem. Because I said, you are the one who did it. You should recognize that it is you. Now, there are dangers ambazo zinaonekana. Chukua hatua
ya kutengeneza. Chukua hatua ya kutengeneza. Usiache hivyo. Maana katika hali hiyo umepigana na mtu, si umemuumiza. Unaweza ona amemwaga damu. Unaweza kuta kuna jino imeng'oka yake. Na ili hali umeshikiliwa pale, unataka kukuja tena umoe zile zingine. Yaani una roho ingine kuambia you have done good, well done. No, regret for the damages. And why don't you solve that problem? Kuna watu hawajui solve problems. Mkikosana umekuwa maadui, mtakutananga hivi. Like in the highway. Magari zinakuja hivi na zingine zinaenda hivi. Watu waongeleshanani. Na ni mtu mlitembeleana. Ni mtu mlikula pamoja. Ni mtu mlienda mkishikana mikono. Yaani mliombanga pamoja. Mlisaidiana kwa pesa. Mlisaidiana kwa mambo ya magonjwa. Mlipelekana hospitali mkafanya. But today, lakini kupitana, kuchukiana sio suluhisho. Solve that problem. The 4 points. Tukikana those 4 points, tutakuwa wakamilifu na hakika tutasamehewa. Mungu wetu katuahidi ya kwamba dhambi zetu na uovu wetu atautupa mbali na sisi, kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi. Na anasema na sitakumbuka tena. That is God's promise. He has promised us life. Praise the Lord. Do you have to tell God who you are? You need to start. Think about yourself. See your problem. See your mistake. See your sin. Regret about it. Know how to solve it. Solve it so that it will be well with you as you walk. You walk, have forgiven someone. You walk someone who feels free. When we shall know the truth will set us free. Nataka tuombe pamoja. Tunapojiwazia, hebu jiwazie vizuri. Hebu recognize that you are the one. Ona ni makosa gani na hasa ulifanya mbele ya Mungu. Ulipofanyia watu, Mungu aliona ulifanya mbele ya Mungu. Yes, regret about it. Now can you solve this with God? You can there suddenly talk to God and tell God, this is how I am, the way I am, and I want to resolve this problem. Nisaidie Mungu. Mtu mahali ongea ndani yako. Usitoe sauti nje, ongea ndani. Mungu anaangalia ndani ya moyo. Na pale ndani ya moyo ukiona kuna shida, kuna jambo, muonyeshe Mungu. Be ready to repent. Be ready to solve it. Na usione tena. Wewe ukiona, mwambie Mungu afute ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tumesikia neno lako, na ni wewe unatuongelesha. Sisi ni wenye dhambi, hatufai kama mbele zako. Ndio maana Jehova tunatubu. Tusamehe dhambi zetu, tusamehe makosa yetu, samehe serikali yetu, samehe nchi yetu, samehe kanisa lako, samehe familia zetu. Baba wa mbinguni, utuokoe kila aina ya mateso katika maisha yetu, yale dhambi inaweza leta.
Maana tukitubu kwako, wewe ni mwepesi wa kusikia. Kuna mahali pengine wewe ni mwepesi wa kufanya jambo, ila mahali tu pa kutubu dhambi, na unakuja haraka kumsamehe mwanadamu. Tumeamini umetusamehe. Tumekuwa tukienda njia zetu hapa na pale, na tumerudi kanisani tukianza na wewe. Bwana, tuenende na wewe, tusonge mbele na wewe, tuabudu Mungu tukiwa katika ukweli. Tusaidie. Tumefurushwa sana kule nje, tumeumizwa kule nje, hata nasi pia tumeumizana kule nje. Kwa kurudia, tusamehe. Tulikosa kwa njia nyingi, tusamehe. Haya yote unayaona kwa mtu binafsi. Mungu umesikia na umetusamehe. Kuna mmoja aliye mtakatifu mbele zako, ni wewe mtakatifu Mungu. Tutakase, tufunike na damu ya Yesu Kristo. Asante kwa msamaha. Usikumbuke makosa yetu na dhambi zetu na dhambi za nchi yetu, na uponye nchi nzima, maana ni haki yako. Kwa jina la Yesu naomba. Amen.